Ripoti imetoka. Watu walikuwa wakiulizia wangapi wamefariki, takwimu zimepatikana, lakini pia kuna mapendekezo ya msingi yaliyotolewa, kwa sababu takwimu zimepatikana, matukio yamekwisha tokea kama rais alivyosema kwamba tungekuwa na uwezo wa kurudisha nyuma historia, tungetaka haya mambo yasitokee Tanzania. Lakini je, tunafanyaje? Eneo la msingi sana ni mambo mawili. La kwanza ni tume ya maridhiano ambayo amesema ataiunda. Nchi jirani, nchi ya Afrika Kusini walikuwa na tatizo kama la kwetu, wakaunda tume ya maridhiano chini ya Askofu Desmond Tutu, na kwa kweli iliwatoa, wakamaliza ubaguzi wa rangi uliokuwa unaathiri Afrika Kusini. Lakini pia ile tume ya uchunguzi kwamba wachunguze kuona ni nani alihusika vipi. Kwa hiyo kama ni uwajibishaji, kama ni kufikishana mahakamani, ile tume ya uchunguzi inakuwa na ushahidi usiotiliwa shaka. Kwa hiyo haya ni mambo mawili ambayo kama Watanzania tumeyachukua, lakini kubwa kuliko yote kwamba hapa tulipofika tumeshafika, tuna wajibu wa kutoka. Na katika mihadhara mingi, mijadala, nilikuwa nikisema kwamba sisi kama Watanzania tukiharibu amani tutapigana, tukimaliza kupigana tutaitana kwenye meza ya mazungumzo, alafu tutazungumza jinsi ya kuleta amani ambayo tulikuwa tumeishika mkononi. Kwa hiyo hatuna fursa nyingine zaidi ya hii, kwamba limekwisha tokea, tufanye kazi pamoja kama Watanzania, tuangalie waliohusika kama Mheshimiwa Rais alivyosema, kama kuna uzembe, kama kuna kutofuata misingi ya sheria, wawajibike binafsi. Na Jaji Chande amesema kwamba bunduki unapokuwa umeishika, askari unawajibika binafsi. Kwa hiyo tusubiri hiyo tume ya uchunguzi wa kijinai ili ifanye uchunguzi na kubaini nani alihusikaje, kwa hiyo wawajibike binafsi.